Tanzania inakusudia kuzuia mazao kwa nchi za Malawi na Afrika Kusini kuingia nchini, pamoja na kuzuia magari yanayosafirisha mazao ya nchi hizo kwenda nchi nyingine kutokana na nchi hizo kuchukua hatua hiyo dhidi ya mazao ya Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa ya Waziri wa Kilimo Tanzania Hussein Bashe aliyoitoa kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, imebainisha kuwa amepokea taarifa kuwa nchi ya Malawi imezuia mazao mbalimbali kuingia nchini kwao. Mazao hayo ni pamoja na mahindi, mchele, tangawizi na ndizi, jambo linalosababisha wafanyabiashara wa Kitanzania kukwama kuingiza mizigo katika nchi ya Malawi. Bashe ameongeza kuwa kwa kipindi cha miaka 5, serikali imekuwa ikifanya jitihada za kufungua soko la ndizi Afrika Kusini bila mafanikio, akikumbusha kuwa ilichukua miaka 10 kupata soko la parachichi nchini humo baada ya kutishia kuzuia mazao ya nchi hiyo kuingia Tanzania. Bashe amesema anaendelea na jitihada za kufanya mawasiliano na serikali ya Afrika Kusini na Malawi kwa mara ya mwisho, na hadi kufikia Jumatano ijayo, kama watakuwa hawajaruhusu wafanyabiashara wa Tanzania na mazao yetu kuingia, Wizara ya Kilimo itazuia mazao yote ya kilimo na bidhaa zote ambazo ni za kilimo kutoka Afrika Kusini na Malawi. Waziri huyo wa Kilimo pia amesema nchi haitaruhusu zao lolote kutoka nchi hizo kupitia ndani ya nchi yetu kwenda bandari ya Dar es Salaam au nchi nyingine yoyote, hatua iliyochukuliwa mwaka 2024 mpaka mataifa hayo walipofungulia mazao ya Tanzania kwenda nchini mwao. Aidha, amebainisha kuwa kwa kuwa Tanzania imekuwa ikiwauzia mbolea, itazuia mbolea kwenda Malawi, huku akiwataka wafanyabiashara wa Kitanzania ambao wana mizigo kwenda Malawi kutokupakia chochote ikiwa nchi hiyo haitabadili msimamo mpaka wiki ijayo. Hata hivyo, notisi hiyo itaanza kutekelezwa kuanzia Jumatano wiki ijayo ikiwa serikali haitapata mrejesho chanya kutoka mataifa hayo mawili, ambapo Bashe amesema jitihada zake za kuwasiliana na waziri wa kilimo wa Malawi hazijazaa matunda yoyote.